Karibu kwenye uchambuzi wa fasihi ya Kiswahili. Leo tunachambua riwaya inayogusa sana maisha ya jamii, mila na mabadiliko ya kizazi cha sasa. Uchambuzi huu umeletwa kwenu na Stage Masters Kenya. We craft moments, we create magic. Karibu tuanze safari ya kufahamu ujumbe, wahusika na mafunzo makuu ya riwaya hii. Muhtasari wa riwaya. Riwaya inaangazia mgongano kati ya mila za jadi na maisha ya kisasa katika jamii ya Kiafrika. Inasimulia maisha ya vijana na wazee wanaojikuta wakilazimika kuchagua kati ya kushikilia utamaduni wa mababu zao au kuufuata ulimwengu wa kisasa unaobadilika kwa kasi. Jamii inayowasilishwa inaamini sana mila, desturi na imani za jadi. Hata hivyo, kizazi kipya kinaanza kuhoji baadhi ya taratibu hizo, hasa pale zinapoonekana kuzuia maendeleo au uhuru wa mtu binafsi. Katika safari ya maisha, wahusika hukumbana na changamoto kama shinikizo la kufuata mila, migogoro ya kifamilia, kutafuta utambulisho wao, kupambana na mabadiliko ya kijamii. Hatimaye, riwaya inaonyesha kuwa jamii lazima ipate usawa kati ya kuheshimu jadi na kukubali maendeleo ili kuishi kwa amani na ustawi. Uchambuzi wa wahusika. 1. Mhusika mkuu ni kijana anayewakilisha kizazi kipya. Ana heshima kwa mila, lakini pia anatamani maendeleo. Anapitia mgongano wa ndani kati ya kufuata wazazi au kufuata ndoto zake. Sifa zake: mtafutaji wa ukweli, jasiri, mwenye mawazo ya maendeleo. 2. Wazee wa jamii wanawakilisha sauti ya mila na desturi. Wanaamini kuwa mila ni msingi wa utambulisho wa jamii. Sifa zao: wahafidhina, wenye mamlaka, walinzi wa utamaduni. 3. Vijana wa kizazi kipya wanapendelea elimu, uhuru na maendeleo ya kisasa. Wanaona baadhi ya mila kama kikwazo. Sifa zao: wabunifu, wanaotamani mabadiliko, wanaohoji mamlaka. 4. Jamii kwa ujumla. Jamii inaonekana kugawanyika kati ya jadi na usasa. Hii inaonyesha hali halisi ya jamii nyingi za Afrika. Dhamira kuu za riwaya. 1. Mgongano kati ya mila na usasa. Jamii inakabiliana na mabadiliko ya wakati huku ikijaribu kuhifadhi utamaduni. 2. Umuhimu wa utambulisho wa kitamaduni. Mila zinaonyesha historia na mizizi ya jamii. 3. Mabadiliko ya kijamii. Hakuna jamii inayobaki ile ile milele. Mabadiliko ni lazima. 4. Migogoro ya kizazi. Tofauti za mawazo kati ya wazee na vijana huleta mvutano. 5. Umuhimu wa maelewano. Suluhisho ni kusawazisha jadi na maendeleo. Maswali na majibu. Swali la kwanza: riwaya ina ujumbe gani mkuu? Jibu: jamii inapaswa kuheshimu mila lakini pia ikubali maendeleo ya kisasa. Swali la pili: ni mgongano gani unaojitokeza sana? Jibu: mgongano kati ya kizazi cha wazee wanaolinda mila na vijana wanaotaka mabadiliko. Swali la tatu: vijana wanawakilisha nini? Jibu: wanawakilisha maendeleo, elimu na mawazo mapya. Swali la nne: kwa nini mila ni muhimu katika riwaya? Jibu: mila ndizo msingi wa utambulisho wa jamii. Swali la tano: ni funzo gani muhimu kwa msomaji? Jibu: maendeleo hayapaswi kuharibu utamaduni, bali yashirikiane nao. Leo tunachunguza riwaya inayotufundisha kuhusu safari ya jamii kati ya mizizi yake ya jadi na upepo wa mabadiliko ya kisasa. Katika jamii nyingi za Afrika, mila na desturi zimekuwa msingi wa maisha kwa karne nyingi. Ndizo zilizowapa watu utambulisho, umoja na mwelekeo wa maisha. Lakini je, nini hutokea wakati kizazi kipya kinapoanza kuhoji mila hizo? Riwaya hii inaonyesha hali hiyo kwa kina. Tunakutana na wahusika wanaohangaika kujua wao ni nani, wanapaswa kuishi vipi na ni lipi sahihi, kufuata mila au kufuata maendeleo. Mhusika mkuu anawakilisha vijana wengi ya leo. Anaheshimu wazazi wake na mila za jamii, lakini pia anatamani ndoto zake binafsi. Anatamani maisha bora, elimu na uhuru wa kufanya maamuzi yake mwenyewe. Kwa upande mwingine, wazee wa jamii wanaamini kuwa mila si kitu cha kubadilishwa. Kwao, mila ni urithi wa mababu na kuziacha ni sawa na kupoteza utamaduni wa jamii.
Hapa ndipo mgongano mkubwa unapoanza. Vijana wanataka mabadiliko, wazee wanataka kuhifadhi mila. Migongoro hii inaathiri familia, urafiki na hata mshikamano wa jamii. Lakini riwaya haituambii kuwa mila ni mbaya, wala haisemi maendeleo ni hatari. Badala yake, inatufundisha kuwa jamii bora ni ile inayoweza kuunganisha hekima ya zamani na maarifa ya sasa. Funzo kubwa tunalopata ni kuwa maendeleo ya kweli yanahitaji mizizi imara ya utamaduni. Bila mizizi, jamii hupoteza mwelekeo. Bila mabadiliko, jamii hubaki nyuma. Kwa hiyo, suluhisho si kuchagua upande mmoja, bali kujenga daraja kati ya jadi na usasa. Huu ulikuwa uchambuzi wa riwaya hii muhimu ya Kiswahili, hadithi inayotukumbusha umuhimu wa mizizi yetu huku tukikumbata mabadiliko. Asante kwa kutazama. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa uchambuzi zaidi wa fasihi na maigizo. Uchambuzi huu umeletwa kwenu na Stage Masters Kenya. We craft moments, we create magic. Tukutane tena kwenye uchambuzi mwingine wa kusisimua.